hali ya uchumi kwa wananchi wa Ifumbo wanategemea Mtuzira. Mheshimiwa Waziri, makofi haya maana yake ni kwamba wanategemea maneno mazuri umekuja nayo leo ili neema zake na mioyo yao iweze kupona. Lakini wao pia wanatamani kuona wawekezaji wanazidi kuja kwenye kata yetu na kijiji chetu cha Ifumbo, na watawapa ushirikiano mkubwa na mzuri. Lakini na wao pia wanaomba na wao waweze kupata shughuli za kuingizia kipato kwenye maeneo haya ambapo mto huu Mwenyezi Mungu aliweza kuwapatia. Leseni 7 za mkandarasi ambazo zimekwisha kufanywa tathmini na zilikuwa zina vibali vyote ambavyo nilizuia nilipokuja wakati wa mwisho shughuli zisiendelee. Kwa leseni za eneo la Lupa Market ambako hakuna changamoto kama hilo jitokeza na vibali vyote vilipatikana, na ruhusu mwekezaji uendelee na uchimbaji katika eneo la Lupa Market kama ambavyo mlikuwa umesharidhiwa na wenzetu wa NEMKI, lakini kwa kuzingatia taratibu za sheria zinavyoelekeza, na hasa kubwa na muhimu kuliko yote ni kwamba eneo la uchakataji wa madini lazima liwe mbali na kilipo chanzo cha maji kwa maana ya mto wenyewe. Zile 7 za kule Lupa unaendelea nazo, nimeondoa lile zuio. 7 za Ifumbo zinasimama mpaka mtakapokamilisha taratibu ya ukaguzi wa kimazingira. Kwa kuwa tumetambua pamoja na swala la mazingira, lakini wananchi wa eneo hili, uchumi wenu pamoja na shughuli zingine unategemea pia sana Mtuzira, na hasa shughuli za madini. Meshampa maelekezo mwekezaji, naomba uje mbele. Meshampa maelekezo mwekezaji katika namna ya kudumisha ujirani mwema na kuishi pamoja na jamii husika. Tumekubaliana na mwekezaji ameshapewa maelekezo, tumezungumza kwa pamoja, tumekubaliana katika leseni 14 za mwekezaji alizonazo hapa GNI, tumekubaliana zinatoka leseni 2 kwa ajili ya wananchi wa kata yetu ya Ifumbo. Leseni 1 eneo la Lupa Market, leseni nyingine eneo la Ifumbo. Sasa mimi sitaki watu wajifichie kwenye mgongo wa wananchi kwenye swala la kusekesa hapo. Sitaki watu wajifichie katika mgongo wa wananchi. Nataka niwaambie ni hekima ya mwenyekiti Chiwanga, mbunge wenu na mheshimiwa mkuu wa wilaya. Sheria inanielekeza mimi nichukue madini yaliyochimbwa na nitaifishe. Ndio sheria ambavyo inanielekeza. Hekima ya watu watatu ilinifanya nibadili maamuzi yangu. Shughuli zinazoendelea hapa zimesababisha miti mingi sana kukatwa hapa. Hali hapa ilikuwa hairidhishi. Hali ilikuwa hairidhishi, miti imekatwa ovyo. Chanzo cha maji kilikuwa kinaharibika. Tukasema kama serikali hatuwezi kuacha hivyo. Sasa niwaombeni sana kwa kushirikiana na maafisa wetu wa mazingira, endeni mkaipande miti hiyo yote. Mimi kama mwekezaji na hakika nitatoa ushirikiano mkubwa sana katika kijiji kile. Lakini pia kuhusu swala la mazingira, naibu waziri wa NEMKI amezungumza kuhusu swala kupanda miti. Hii itakuwa ni siku maalum ambayo tutaipanda hiyo miti na tutaitoa miti mingi sana kwa kijiji kile tuweze kupanda katika maeneo mengi ambayo yako wazi. Tutajitahidi kupanda miti ambayo ni miti ya vimvuli, miti ya matunda na miti rafiki katika vyanzo vya maji katika mto wetu huu unaotuzunguka katika uchimbaji. Tusaidia katika shughuli za kiuchumi sisi kwa sababu tunategemea kwenye uchimbaji huu.